walikuwa wakihudumia madhabahu ya Bwana. Leo hakuna kuhani wa Bwana katika agano la wana wa Israeli. Leo tuna kuhani mkuu aliye Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Yeye haingii kwa damu ya wanyama, yeye haingii kwa damu ya mbuzi, yeye anaingia kwa damu yake mwenyewe kufanya upatanisho ulimwengu na binadamu na Mungu. Sema amen. Kwa hiyo tayari yeye ndiye anakuwa upatanisho. Kwa hiyo lazima awepo kuhani ambaye anaenda kufanya upatanisho. Sema amen. Mwambie jirani yako, hapo nimeelewa. Maana kila kuhani mkuu aliyetwaliwa katika wanadamu amewekwa kwa ajili ya wanadamu katika mambo ya muhusuyo Mungu, ili atoe matoleo ya dhabihu kwa ajili ya dhambi, ili atoe matoleo kwa ajili ya dhambi. Nani? Kuhani. Mungu akubariki sana. Sasa leo tunataka kumjua kuhani ni nani. Sema amen. Muulize jirani yako, unamjua huyo kuhani leo? Muulize jirani yako, unamjua huyo kuhani leo? Mwambie basi jirani yako, mbona unitii moyo? Mungu akubariki sana. Muulize jirani yako, unamjua kuhani leo huyo? Huyo kuhani leo unamjua? Au unataka kumjua leo? Mungu akubariki sana. Kama unataka kumjua leo, nipungie mkono na Mungu akubariki sana. Sema amen. Naomba niendelee. Anasema awezaye kuwachukulia kwa upole wao wasiojua na wenye kupotea, kwa kuwa yeye mwenyewe yu katika hali hivyo hivyo kwa ajili ya nafsi yake mwenyewe hutoa dhabihu kwa ajili ya dhambi. Na hapa mtu ajitwaliaye mwenyewe heshima hii, ila yeye aitwaye na Mungu kama vile Haruni, hivyo hivyo Kristo naye hakujitukuza nafsi yake kufanywa kuhani mkuu. Piga makofi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu akubariki sana. Kristo naye hakujitwalia kuwa kuhani mkuu, hakujitwalia mwenyewe, bali Mungu ndiye aliyemtwaa kuwa kuhani mkuu. Sema amen. Na kama Yesu ndiye kuhani mkuu, na mimi ni kuhani wa kawaida. Sema amen. Kuhani mkuu anaingia kwa damu yake mwenyewe, anaingia kwa damu yake mwenyewe. Kuhani mdogo anaingia kwa mwili wake mwenyewe. Sema amen. Hebu jipigie makofi. Kuhani mkuu anaingia kwa damu yake msalabani. Yesu akaingia msalabani, akamwaga damu yake msalabani. Makuhani wadogo tunaingia kwa miili yetu kumtolea Mungu dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu. Hiyo ndiyo ibada yetu yenye maana. Kwa hiyo sisi ni makuhani wadogo na Yesu ndiyo kuhani mkuu. Sema amen. Hebu nipungie mkono wewe kuhani wa Mungu wa kawaida. Sema amen. Kwa sababu Yesu aliingia mahali patakatifu pa patakatifu kwa damu yake, na yeye ndiye kuhani mkuu, na yeye ndiye mzaliwa wa kwanza kwa Mungu, na mimi ni mzaliwa wa pili kwa Mungu. Yesu ni mwana wa Mungu na mimi ni mwana wa Mungu. Sema amen. Mwambie jirani yako, halo mwana wa Mungu. Halo mwana wa Mungu. Hivyo Kristo naye akijitukuza nafsi yake kufanywa kuhani mkuu, lakini yeye aliyewaambia, ndiwe mwanangu, mimi nimekuzaa. Kama usemavyo mahali pengine, ndiye kuhani milele, kwa mfano wa Melkizedeki. Yeye siku hizo za mwili wake alimtolea yule awezaye kumwokoa na kumtoa katika mauti, maombi na dua pamoja na kulia sana na machozi, akasikilizwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu, na ingawa ni mwana alijifunza kutii kwa mateso hayo yaliyompata. Naye alipokwisha kukamilishwa, akawa sababu ya wokovu wa milele kwa watu wote wanaomtii. Kisha ametajwa na Mungu kuwa kuhani mkuu kwa mfano wa Melkizedeki. Mungu akubariki sana. Jipigie makofi kumpata kuhani mkuu aliye kwa nafsi yake Yesu Kristo. Na ndio maana agano la wana wa Israeli lilikuwa na mambo mengi, Mungu akaliacha. Anasema na mimi walipolivunja, na mimi naliacha, naleta agano jipya. Agano jipya lenyewe alipo kwa mfano wa Yesu halijasema
mwana wa Mungu. Sema amen. Na ndio maana sisi tumekatazwa kutoa sadaka sadaka ya vitu kama sadaka iliyokuwemo katika agano la wana wa Israeli. Sema amen. Na aliyekataa mwenyewe na aliyetukataza mwenyewe na aliyetuzuia ni huyu aliyeleta ukombozi. Sema amen. Yesu Kristo mwana wa Mungu. Maana nyingine, leo ukimkuta mtu anatoa sadaka ni mpinzani wa Yesu. Sema amen. Leo mtu ukimkuta anatoa fungu la 10 ni mpinzani wa Yesu. Leo mtu ukimkuta anatoa matoleo ni mpinzani wa Yesu. Anasema tunamtolea Mungu matoleo, tunamtolea Mungu sadaka, tunamtolea Mungu shukrani, tunamtolea Mungu si dhabihu, tunamtolea Mungu si nini. Huyo tayari ni mpinzani wa Yesu Kristo. Sema amen. Sisi tunaitoa miili yetu. Sema amen. Katika ile Mathayo sura ya 9 mstari wa 13, Yesu anasema, enendeni mkajifunze maana yake ya maneno haya, nataka rehema na wala sio sadaka, sikuwaita wenye dhambi bali wenye haki. Sema amen. Hebu nipungie mkono wale na Mungu akubariki sana. Mathayo sura ya 12 mstari wa 7 anasema, kama mngelijua maana yake ya maneno haya, nataka rehema wala sio sadaka. Yesu Kristo mwana wa Mungu anakataa sadaka. Sema amen. Yeyote atakayetoa sadaka ni mpinzani wa Yesu. Maana Yesu anataka mwili wako, Yesu anataka mwili wako, Yesu anataka roho yako, Yesu anaitaka maisha yako. Hataki 10,000, hataki 2,000, hataki 5,000. Hilo lilikuwa ni agano ambalo Mungu aliliacha na shetani akalikamata, na ndio maana watu wa ajabu huwa wanakamata vitu vilivyoachwa na Mungu. Akaliacha agano la wana wa Israeli, shetani akalidaka na watu wakajisomba na watu wakaingia wanalitumia agano hilo. Sisi tunawaona kama vichaa kwa sababu sisi tumejazwa nguvu iliyopo katika utumishi wa agano jipya. Sema amen. Na ndio maana wewe utumishi wako unaanzia msalabani mpaka Yesu atakaporudi. Hebu jipigie makofi kwa utumishi ulio bora, kwa sababu